Na mwanamichezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Stesheni Kaburi Moja. Nimekuja kwa ajili ya kufanya mazungumzo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Chief Mnandi, uko poa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, anijalia pumzi, niko salama. Sasa hizi tunajiandaa kuwanunulia watoto wetu viwalo vya sikukuu. Wao usiojipanga sawa sawa, basi atavaa jezi za Man U au Arsenal au Bayern Munich au Nyuma Mwiko anaweza kaivaa. Wazee tumenyimwa penalty, anaweza kavaa jezi ya Nyuma Mwiko. Kumbe walikuwa nalia wamenyimwa penalty. Wamelia sana jana, tumenyimwa penalty. Mbona hakulia Namungo? Mbona hakulia Simba wamenyimwa goli, wewe unalalamika penalty? Watu wamenyimwa goli unalalamika penalty. Penalty si mpaka ufunge. Watu wanapewa penalty na wanakosa. Yaani washafeli maisha. Sisi sasa hizi tunaendelea kuenjoy tu. Sasa tunaenjoy tu. Wao wanaanza malalamiko. Anje malalamiko. Ligi bado kabisa mbichi. Sare tasa bwana ya bila kufungana dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Kwenu imekuwa faida na mnaonekana kama mna furaha hivi wana Simba. Mimi furaha yangu ni ndogo sana. Ilikuwa hesabu yangu jana wapoteze alama zote 3. Ndio ilikuwa hesabu yangu kubwa kwa sababu mpaka sasa NBC Premier League wao hawajapoteza mchezo hata mmoja. Hawajapoteza mchezo hata mmoja Nyuma Mwiko. Kwa hiyo maana yake binafsi wangepoteza mchezo, mimi kwangu ungekuwa faraja kwamba wote tutakuwa tayari tumeshapoteza mchezo. Sababu Azam huyo ndo katutia kwenye doa la kupoteza mchezo. Maana yake mpaka sasa tungekuwa tujapoteza mchezo. Sasa jana Ibenge ameleta ufamilia. Sabu 5 unafanya sabu 1. Na watu kashawakamata. Yaani bado dua tu kumaliza ile shughuli. Yeye anafanya sabu 1. Haya, wewe mchezaji aliyomuingiza Skali takwimu zake alikotoka zilikuwa bora, lakini toka amekuja Azam bado ni mchezaji wa kawaida. Kuna mchezaji ambaye anasumbua kwenye hizi mechi kubwa. Kuna mchezaji ambaye alikuwa apangwi sana, lakini kaonekana kwenye Mapinduzi, aliwasumbua sana yule Diakite, lakini sikumuona jana. Lakini Sadio Kanute sikumuona jana. Kakaa tu kwenye benchi anakunywa maji. Lakini kuna mtu pale anaitwa Chitamba la Bola. Mwamba kabisa yule. Itakuwa aenda akasumbue pale kati pale. Lakini mwisho wa siku akumuingiza kabisa. Anamuingiza mchezaji ambaye hata kujituma ajitumi uwanjani. Kwa hiyo alikuwa na mipango afungwe hata kigoli kimoja ili maisha yaendelee. Lakini mwisho wa siku mechi ilishapangwa kutoka pacha. Imetoka pacha kwa sababu kakataa ushindi. Maana ushindi kaukataa mwenyewe. Kama mimi ndio Ibenge nimemleta. Naenda kumpa onyo kali sana. Tampa onyo kali sana. Akishindwa nitamfukuza kama alivyoondoka kule kwenye timu ya Hilal Omdurman. Baada ya kutengeneza mazingira. Kwani ufikiri Hilal Omdurman alikuwa anaweza kufungwa pale Mauritania? Nyuma Mwiko alikuwa na timu ya kumfunga Hilal Omdurman. Si mazingira kwa sababu washafuzu, tumwachie na huyu, pengine mechi ya mwisho atafuzu, lakini mwisho wa siku hiyo kitambaa cheupe kimepotea baharini. Shughuli imeisha. Na ndio sababu ya kuondolewa Ibenge kule. Sababu timu imefuzu kwenda hatua inayofuata. Sasa kwa nini aondolewe kwenye ile timu mwisho wa msimu? Kaonekana kabisa huyu hatufai. Kwa sababu kuna timu zikija anatengeneza ufamilia. Ndio alichokifanya jana. Sabu 5 unafanya sabu 1. Huyu ambaye alikuwa kapaki basi muda wote kamaliza sabu. Wewe kwa nini usimalize sabu? Katuzingua sana jana. Jana tulikuwa tunaenjoy vizuri tu. Hiyo kelele ya penalti singekuwepo. Wangekuwa shakando hiyo kelele ya penalti ingekuwepo. Wewe unadai penalti kati ushakandwa. Lakini kwa sababu wameleta wenyewe familia, ndio hivyo. Maisha yakaenda hivyo, lakini sisi tunasema yote kwa yote, alama 5, tayari alama 2 zishaondoka, zimebaki alama 3. Yule mtoto wao alitegemea kwamba atatusimamisha ama kutuangusha, mwisho wa siku sisi tumesimamisha mnara mwingine pale baada ya Airtel, tumeweka wa Halotel tukadondoka zetu Arusha. Sasa tunasubiri kwenda Mwanza pale kukandamiza mtoto wao mwingine. Bwana ndio tutakuwa chakula chetu cha sikukuu. Pamba. Bwana, kabla sijaenda kwa Pamba huko ndugu yangu. Umezungumzia kuhusiana na mchezo wa jana. Man of the match Faisal Salum Abdalla, Feitoto. Tuanzie hapa. Man of the match jana kwangu mimi alikuwa line 2. Faisal alistahili ndani ya pichi, lakini pembeni ya pichi kusimamia mchezo wenyewe alikuwa yule line 2. Yule mwanamama aliupiga mwingi sana jana. Waamuzi kama wale ndio wanahitajika kwenye ligi kuu yetu ya NBC. Wale ndio wanahitajika. Sio wanaenda kupangwa kina Kayoko. Kila dabi Kayoko lazima awepo pale nje. Anafanya nini? Kwani lazima awepo kwenye mechi zile? Huyu kashatuzulubu sana huyu. Hawa Zanzibar alikuwepo. Lakini pia mechi ya jana pia alikuwepo. Kwa nini kila siku anakuwepo huyu? Hawa kina mama ndo wanatoka kupewa zile nafasi. Sawa Muda wa kuamini wanawake. Muda wa kuamini kina Tatu Malogo, muda umefika. Lucy Mkia sasa hivi sijui yuko wapi, kashastaafu ama vipi? Simuoni sasa hivi. Hawa ndo watakuwa kuaminiwa sasa hivi. Sawa, kuna mwanamama mmoja anapenda kuvaa vijuba yule. Mweupe hivi. Anachezesha vizuri sana yule mwanamama. Kwa nini wasiwaamini wale? Wanaendelea kuamini akina sisi. Akina sisi tuna mambo mengi. Watoto wao hawajavaa nguo za sikukuu hawajapata. Wataka kutengeneza mazingira sasa hizi. Hao wabaki tu kwenye magenge yao utaani huko basi. Wakuendesha maisha, lakini waamuzi mimi nastahili kina mama, inawezekana msimu ujao kama inawezekana. Basi kina mama ndo wapite kwenye sehemu ya waamuzi. Vipi kuhusu mbio za ubingwa ndugu yangu? Mbio za ubingwa bado mbichi. Na ndio maana kelele jana ulizisikia kwa watani zetu. Haujasikia mashabiki wao. Na yule shabiki wa kubadi yule, si unampata kuna shabiki wa kubadi. Kulala na lala Msimbazi lakini kushinda anashinda Jangwani. Si unampata kuna shabiki mmoja la kubadi hivi. Nani tena? Unamjua ambaye analala Msimbazi ila anashinda Jangwani. Analala Msimbazi ila kushinda anashinda Jangwani. Unamjua? Haumjui? Sitaki kumtaja jina.
jamaa yake mtu fulani hivi. Wanakutanaga sana Sinza huko. Sawa. Ushanani utakuwa ushamjua. Anavaa sana jezi zetu, ndio maana nakwambia kulala analala Msimbazi, lakini kushinda anashinda Jangwani. Aliongea sana jana. Na kuna mchambuzi mmoja huyo mimi naomba tu kama ikiwezekana viongozi wangu wa klabu mpeni ajira hapo. Asipate shida, pewe ajira. Analipwa Simba lakini kazi anafanya Jangwani. Sawa? Kazi anafanya Jangwani ile analipwa Simba Sports. Aje pale achukue mbinu za Steven Baka. Asipate shida kurekodi video, si nani anamtumia zile eti watu wanamwaga vimiminika. Nani kakwambia kumwaga maji ni uchawi? Nani kakwambia kumwaga maji uchawi? Waziri wa michezo mwenye zamana yake Paul Makonda aliongea juzi wakati anakagua uwanja hapa. Kuna watu wanaharibu miundombinu ya huu uwanja. Wanachimba, wanaua nyasi, wanaweka kemikali humu. Nakataja kabisa ushirikina. Huo ndio ushirikina unaitwa. Eti sio kumwaga maji ukaniambia ushirikina. Na kati mechi ikiwa half time pale, wanafungua bomba pale, maji yanamwaga. Kwa hiyo nao ule ushirikina. Eti ule nao ushirikina. Kumwaga maji sio ushirikina. Haya, kama ni ushirikina ndio kila kitu. Si tungekuwa tunashinda kila mechi. Kwa nini tumetoa sare na kufunga wakati sisi tunajua sana ushirikina? Chezeni mpira, acheni masuala ya ajabu. Na watu wanaleta mambo ya ajabu. Wanaleta mambo ya ajabu. Yaani mtu anaenda kurekodi vitu anasema chuma cha Mjerumani kiko kimoja tu. Sasa kuna chuma cha Mjerumani kiko hapa. Chuma cha Mjerumani kiko Ujerumani, sio Tanzania. Wewe unaona chuma cha Mjerumani kinakaa hapa? Chuma cha Mjerumani kiko Ujerumani. Sio unajisifia mimi chuma cha Mjerumani. Cha Mjerumani unarekodi matukio kwenye si nani anamtumia yale. Eti watu wanamwaga maji. Simba wanaendelea kufanya mambo yao ya ulozi. Sasa ulozi ndio unafanya sisi tushinde. Mbona tumeshindwa kushinda Zanzibar? Kama ulozi ndio kila kitu. Si tungeshinda hapa. Tumeshindwa kushinda zidi ya Azam, tumepigwa chuma 2 kwa bila. Ndani ya kipindi kimoja. Kwa nini tushindwa kushinda? Kwa hiyo ilikuwa kwa Mkapa 2 bila pale. Zio, si tumepigwa na Azam 2 bila, lakini bado tumetoa suluhu ya bila zidi ya Dodoma Jiji. Pale Dodoma kati Tanzania Prison ikakandwa pale. Mbona yule tumeshindwa kumfunga? Mpira unachezwa kwenye pitch kwa sababu timu ikija ikishindana na sisi, ikipata sare tunasema imeshinda. Ikifungwa maana yake ndio hivyo imeingia kwenye mfumo. Lakini nyuma mwiko sasa hivi akipata sare analalamika. Jana umemwona Aishi Salum Manula Tanzania 1 ndugu yangu. Sasa hivi kashakuwa Tanzania 2 sio 1. Tanzania 1 alipokuwa Simba. Ukishaondoka Simba unakuwa Tanzania 2 sio 1. Kama unavyoona pale kuna terminal 2 na terminal 1. Yeah. Ila umemwona jana performance. Performance yake ni bora, sio kwenye mchezo ule tu. Hata kwenye Mapinduzi pia alionyesha performance bora sana, na mimi jana nilivyoona kwenye milingoti mitatu, nilijua kabisa hapa nyuma mwiko wa Furukuti. Mapema tunajua nyuma mwiko wa Furukuti. Kuna namna kama Ibenge aliwaingiza kocha hivi. Aliwaingiza kwenye mfumo hivi Young Africans. Inapigwa kikosi kingine, Young Africans wanaingia uwanjani wanakutana na booster nyingine. Ilianza kwanza kwenye kikosi watu walikutana na Foba. Wanaingia uwanjani watu wanakutana na Aishi Salum Manula. Sema alizingua tu. Ibenge jana ndo alizingua. Jana alikuwa anashinda vizuri, wewe sababu 5 unafanya moja. Yeye ndo anakuambia alizingua. Mtu kama Chamba hawezi kumweka nje. Mechi kama ile. Hadi mpaka inaisha hata hajaingia hata dakika moja. Kaingia mtu anakuja anatembea tu, anapoteza mpira hata kurudi kusaidia kukaba arudi. Hasa mchezaji huyo. Lakini yule Chitambala angeingia, ungemuingiza Sadio Kanuti. Kuna mtu anaitwa Diakite, angeingia. Ile mechi ilikuwa mapema tu, Azam wanashinda. Lakini ushindi wamejijima wenyewe jana. Kwa hiyo kupata sare, nyuma mwiko ndo kashinda ujue. Sababu jana alikuwa anafungwa. Mimi nilisema kabisa kushinda labda na njaa. Awe kafunga kwa lazima ama Ramadhani, lakini sio kushinda ndani ya uwanja. Nilijua hana timu ya kushinda.